kufuata mchezo dhidi ya Mbeya City ambao utachezwa saa 8 mchana. Maandalizi yamefikia 100% kuelekea Mbeya? Nikikwambia maandalizi yamefikia asilimia ngapi nitakuwa na kudanganya, kwa sababu ni jana tu tumemaliza mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Pamba, na asubuhi ya leo tukapata nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja wa Mo Simba Arena, na mchana huu ama jioni hii tunaianza safari ya kuelekea Mbeya kwenda kuwafuata wapinzani wetu Mbeya City katika mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao ni mchezo wa kihistoria katika ligi yetu kwa sababu ya mabadiliko ya muda. Kutoka muda wa kawaida ambao tumeuzoea kwa timu ya Simba kucheza ambao huwa ni saa 10, saa 12 ama saa 1, safari hii tunakwenda kucheza saa 8 kamili mchana, ambapo sisi kwetu bado tunaona ni muda mzuri ambao unaturuhusu kwenda kuonesha kile ambacho tumejiandaa nacho. Yote kwa yote tunakwenda kucheza mchezo mgumu sana dhidi ya Mbeya City. Tunafahamu Mbeya City akiwa nyumbani kwao pale Sokoine inakuwa sio timu ya kawaida, anakuwa na ubora wa hali ya juu, lakini sisi tumejipanga kwenda kupambana, kushindana na hatimaye tuweze kupata ushindi mzuri na tutimize malengo ambayo tumejiwekea ya kutodondosha hata alama moja. Lakini lazima tukiri ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu, lakini tutashindana tunavyoweza kushindana tuweze kupata matokeo mazuri. Hali alionao Mbeya City kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC, yeye pamoja na Tanzania Prison wakiwa wanawania finali ataenda na KMC, lakini pia uwanja kama ambavyo umegusia inawapa pressure kwa namna moja ama nyingine. Msimamo wa ligi ndio ambao huwa una determine mechi itakuwa ya kiwango gani. Either mnawania kitu gani ndicho kinachotengeneza ugumu wa mchezo husika. Kama mnawania ubingwa, maana yake mechi inakuwa ni ngumu kwa sababu unataka ubingwa. Kama unawania top 4, maana yake mechi ni ngumu kwa sababu unawania top 4. Kama unawania comfortability katika ligi, mechi itakuwa ugumu. Lakini kama unawania kutoshuka daraja, hiyo ndio inakuwa ni mechi ngumu zaidi. Na Mbeya City ametoka ligi daraja la kwanza msimu uliopita tu, hayuko tayari kuona anarejea ligi hiyo tena msimu huu. Maana yake ni kwamba hizi mechi 4 ambazo zimesalia kwake ni mechi za kufa na kupona. Hana cha kupoteza, kwake amebaki na option moja tu ya kupata ushindi. Ukicheza na timu yenye mazingira kama hayo, mechi inakuwa ni jiwe kweli kweli. Lakini yote kwa yote sisi tunamwambia Mbeya City ya kwamba kama hakushiba kwenye jungu, basi hawezi kushiba kwenye mwiko. Kama hakunusurika kushuka daraja kwenye mechi 25 alizocheza, ategemee mechi na Simba Sports Club aje anusurike, hiyo itakuwa ni kujidanganya. Mechi itakuwa ngumu kwa pande zote. Sisi kwetu mechi itakuwa ngumu, na yeye kwake mechi itakuwa ngumu, na tutakwenda kushindana pale kwa dakika 90. Mwenye timu bora, mwenye mipango mizuri, mwenye commitment bora ya wachezaji ataondoka na alama 3. Kaanza kurudi kwa Mtibwa Sugar. Kwa maana nikaona hata jana kina Kipotoshi kina Msimboneke wakawa na raha kusema hiyo tulipoiona Mbeya City yetu ilipocheza na Mtibwa namkaribisha Ahmed aje Mbeya basi. Inawezekana ikawa ni kipimo kizuri kwao, lakini Mtibwa Sugar na Mbeya City ni mbingu na ardhi. Sisi ni bora mara milioni 800 na Mtibwa Sugar. Kwa kama akashinda kwa Mtibwa Sugar, asitegemee kwamba kwa kuwa amemfunga Mtibwa Sugar basi anaweza akamfunga Simba Sports. Lakini ushindi wake wa mechi iliyopita dhidi ya Mtibwa unaweza ukamwongezea confidence ya kwamba yes, nimeweza kushinda, naweza nikashinda mechi nyingine. Na kwenye maisha ama kwenye mpira, ukisha kuwa na ile confidence tu, huwa inakusaidia pakubwa kwenda kutimiza malengo yake. Na sisi ushindi wake ule aliopata dhidi ya Mtibwa Sugar tunaochukulia kwa umakini mkubwa, kwa sababu umemuongezea imani ya kwamba nafasi ya kubaki ligi kuu nayo tayari nimechukua alama. Na ukiangalia msimamo wa ligi,
Kwa mtu akifanikiwa kuchukua alama 6 mfululizo ama akachukua alama 9, anahama pakubwa, anatoka chini anakuja kwenye comfort zone. Kwa hiyo ameshachukua kwa Mtibwa alama 3, zimemwongezea imani na matumaini kwamba nikipata 3 nyingine naweza nikawa salama. Bahati mbaya 3 nyingine ni 3 dhidi ya Simba Sports Club, hawezi kuchukua kirahisi, haiwezekani. Nimeona wachambuzi, nimeona pia Hansi anasema anafurahi sana sasa hivi, yani moyo wake unakuwa na amani kweli akiona Simba inacheza, anatamani kuona Simba. Amesema hivyo? Amesema hivyo. Nitafutie hicho kipande. Nikuonyeshe hapa. Nitafutie, nitafutie nitumie ni post. Anapiga mawe sana. Kwamba hiyo kauli. Kila goti litapigwa mbele ya Simba Sports Club. Na sio yeye tu. Hata Yanga wenyewe wanafurahi kuiona Simba ikucheza na wanaiogopa Simba Sports Club. Hao wakina Azam, wakina nani, hao ndo nisikwambia, hao wote wanaiogopa Simba Sports Club. Kila goti litapigwa mbele ya mnyama. Mnyama ameshapuliza parapanda, hakuna kitakachobaki tena, ni kuielekea na kuipigia makofi Simba Sports Club. Utakuwa binadamu wa ajabu sana, utakuwa binadamu wa wahovyo kupitiliza, utakuwa mtu wa ajabu mno. Hata uwe na moyo mgumu kiasi gani, usikubali kwamba Simba sasa tupo next level. Utakuwa mtu usiyekuwa na maana hata moja kama hautakiri kwa kinywa chako ya kwamba Simba ya sasa sio Simba ya kawaida, ni Simba ya World Cup. Hautakuwa binadamu wa kawaida. Hata ungekuwa na roho mbaya, ushasikia roho ya korosho? Hata ungekuwa na roho mbaya ya korosho, ongeza na bibo lake pale juu, bado uko kwenye nafasi nzuri ya kusema ya kwamba Simba hii inatisha vibaya mno. Simba ya sasa ni hatari mno, ndugu yangu Jado. Simba hii ina balaa kubwa mno. Tazama mechi ya jana. Ile mechi iliharibiwa tu na Pamba kucheza rafu, lakini kama wangetaka tuweke mpira chini, tucheze, tushindane, wao ungeenjoy pakubwa, kwa sababu Simba yetu sisi inacheza mpira wa daraja la juu mno. Yaani mali inaanza kwa kasari, inasambaa taratibu. Unajua yale maua saa 6 yanavyosambaaga, au unaujua mpension unavyosambaa, au unamjua pweza anavyosambaa. Ndio Simba Sports Club namna ambavyo boli linasambaa. Inaanza kwa kasari, inaenda kwa Duchu ama Shomari Kapombe, au anaweza kabadilisha upande akaenda kushoto kwa Nixon Kibabage. Kibabage anaileta katikati kwanza, mali ipate baraka kwa wakubwa wa Simba, kwa Rushain na Ismail Toure, alafu inasogea kwa Yusuf Kagoma. Hakuna mpira hata mmoja unaovuka hatua hizo. Lazima kila mpira Simba upite kwenye hatua hizo. Unatoka kwa Toure, unakuja kwa Kagoma. Kagoma ndo anaangalia sasa, anaipeleka kulia kwa Libase Geye ama kushoto kwa Elim Panzo, ama ampe Kante asoge nao hatua moja, amwachie Mwamba Lusaka kama yupo, kama hayupo anamwachia Aniset Ora. Kaka, Simba hii ni hatari mno kaka. Mali inasambaa moja kwa moja mpaka golini. Kwa Simba hii utafurahi tu, utapata raha tu kuiangalia. Simba hii utaenjoy tu. Simba hii inakupa kila kitu. Yaani ukiangalia Simba Sports Club, huna sababu ya kuangalia World Cup. Tayari unakuwa umeshakata kiu. Simba Sports Club inavyocheza haina tofauti na nani wale na Ujerumani. Kaka, ndo Simba yetu hiyo bana. Amesema logo ilikuwa ijaonga. Mshikaji wangu ila nikishinda nikirudi hapa simkutaji, wanajificha bana. Kuna ugumu gani hasa kucheza hizi mechi za mwisho ambazo zinaamua hatima ya ubingwa kwenye hizi mechi ambazo zinakuwa na pressure kubwa? Na ukiangalia mnaenda kucheza na Mbeya City siku 5, mnaenda Arusha kucheza na Coastal. Ugumu wa mechi za sasa hivi, kila mtu anataka kutimiza malengo.
sidhani kama kuna mtu hana malengo, labda mtu anayeshika nafasi ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, hawa at least unaweza kusema hawa hawana malengo yote, kwa sababu meneja anipige simu. Meneja mkuu, niko nje hapa natia maneno. Una begi kwa hiyo? Wanafunga dirisha bana, begi yangu amelichukua nani? Begi nalo hiyo, kama mtu kaleta hapo ndani. Mbona hawa ndo pengine unaweza kusema hawana pressure kubwa sana, lakini hata hivyo na wenyewe kuna nafasi wanazipigania, kwa sababu kwa mujibu wa mkataba wa Azam TV unalipwa kulingana na position uliopo. Kwa hiyo kama mtu yuko nafasi ya 7, maana yake anapambana akasogea nafasi ya 5 ili apate hela nyingi kidogo. Kwa hiyo kila mtu sasa anataka kutimiza malengo yake. Kwa hiyo ukikutana na wale wa juu wa kwanza mpaka wa 4, manake hapo watu wanapigania aidha ubingwa ama wanapigania top 4. Na kuna mwingine hapo anapigana asikutane na Simba, kwa sababu msimamo ukiisha, kama umeshika nafasi ya pili, manake utakutana na Simba. Umeshika nafasi ya 3, manake utakutana na Simba kwenye ngao ya jamii. Kwa hiyo kila mtu ana malengo yake hapo. Mwingine sasa mimi mmoja nishike nafasi ya fulani ili nisikutane na Simba kwenye ngao ya jamii. Umeelewa? Kwenye malengo hivyo? Yako malengo namna hiyo. Kila mtu ana malengo yake. Hakuna ambaye amekaa kiwegewege. Kila mtu amekaa kwenye malengo yake. Kuna wengine ndo hawa wanataka wapate mpunga mrefu kutoka Azam TV. Kuna wengine ndo hao sasa wako sakaratul maut, wanapigania kubaki. Kwa hiyo ugumu wa mechi za kipindi hiki, kila mtu anataka kutimiza malengo yake. Hata nini? Hata KMC wewe unamwona kama akishajifia, lakini kiuhalisia na yeye anataka kutimiza malengo yake. Yapi sasa? Atajua yeye mwenyewe. Kwa sababu ana pointi 9 pekee KMC. Kwa hiyo nadhani itakuwa timu ya kwanza kushuka daraja ikiwa na pointi ambazo hazijafika double digits. Umeona? Kwa hiyo naye anatamani afikishe walau pointi 10. Nao ni malengo hayo. Sijui umeelewa? Kwa kila mtu anapambana kutimiza malengo yake. Sasa hapo ndipo ambapo panatengeneza ugumu wa mechi hizi. Lakini muhimu ni kuishi kwenye falsafa na mipango yako na hatimaye uweze kutimiza malengo. Tukimalizana na Mbeya City, manake kitendo bila kuchelewa tunatakiwa kwenda Arusha kwenda kukutana na Wagosi wa Kaya Coastal Union. Hiyo nao ni mechi nyingine kabisa inayojitegemea. Coastal nilikuwa nazungumza jana na watu wao, wanataka ubingwa wa FA. Kwa hiyo wanafanya mechi kwa, lakini yote kwa yote sisi tumesimamia kwenye ubora wa timu yetu, na tunaamini hata uje na malengo makubwa kiasi gani, as long as unakutana na Simba Sports Club tutakufunga tu. Watu nawapa pressure. Ulivyosema Iliza itakuwa na swimming. Bana Pamba mmeona wamepita hapa? Bana Pamba wamepita hapa jana. Wameondoka jana usiku. Walisema kama inakuuma huko kupanda ndege. Wameondoka jana usiku? Saa ngapi? Mechi ilivyoisha ndio wakaja wakapanda ndege. Kuna ndege ya Mwanza usiku? Hamna. Ndege ya Mwanza usiku inatoka kule na kuja huku. Kwa mujibu wa msemaji wao wamesema hivi, kama wewe imekuuma kupanda ndege, mimi hajaniuma. Tutoke nao sasa hivi tunaelekea airport ile baada ya mechi. Hamna ndege usiku. Hawajatoboa. Sasa hivi watakuwa wanakatiza Dumila. Wanarudi na ndege. Ndege gani? Hapa ndo wazee wa airport hapa. Wazee wanasema hawajawaona hapa. Na wale walipokuwa washamba ndege wangeacha kupost. Wamepanda ndege. Moze akasema sasa wameshazoea. Kwa hiyo watapanda sana. Hawana haja hiyo. Moze kwanza walimtanguliza na Katalama. Moze ya kupanda ndege. Unaona picha yake. Ndio maana na Moze yuko mjini hapa muda mrefu mno. Walimtanguliza. Siku 2 kutoka Mwanza. Kwa hiyo yote sisi hatujaumia, lakini tukaambiwa mwashukuru hawakujua wamshukuru nani aliyewakatia tiketi ya ndege. Wanasema kata wenyewe. Sasa wajishukuru wao wenyewe tena, semaje? Yaani unaweza kujishukuru kwa kujipa hela. Tunajuana. Za jiji zina pesa siku hizi. Dodoma wanapanda, Dodoma. Za mambo na kaizi. Dodoma walipanda kwenda wapi? Walipanda siku moja. Ya raia amepanda.
TRA hela ipo, si mamlaka ya mapato. Sasa mapato, lakini timu za jiji bana nitaachwa subona hali yao tete. Tukutane Arusha. Mbeya hamje? Na Mbeya pia tukutane. Mbeya utoboe mpaka saizi uko hapa. Waenda Mbeya wote washaanza safari. Mbeya mbali.